Na uhabari gani mwana habari wangu kokote unakonipata kwa usikivu mzuri kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea kile ambacho nimeweza kukusogezea katika taarifa zilizoweza kupita katika klipu ama video za nyuma, kwamba taarifa kutoka kule nchini DRC Congo na mzozo wa waasi wa M23 na yale ambayo yanaendelea nchini humo. Huku taarifa ambazo tumeweza kukusogezea hivi leo ni kwamba M23 yaondoka Walikale siku chache baada ya kuteka mji huo wa Kivu Kusini. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa ambaye ushasubscribe na kwa ambaye bado tunapoendelea kusikiliza au kutazama nini ambacho tumeweza kukusogezea siku ya leo. Hakikisha unabonyeza alama neno subscribe ambapo chini ya video yako ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa tunapokuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Moja kwa moja taarifa kutoka kule katika nchi ya Kongo na waasi wa M23 ni kwamba waasi hao wameweza kufanya makubwa katika nchi hiyo, huku taarifa zikidai kwamba M23 yaondoka Walikale siku chache baada ya kuteka mji huo wa Kivu Kusini, ambapo kundi hilo la M23 limekuwa likipiga hatua ya kuteka miji kadhaa katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Sasa linasema kwamba litaondoa wapiganaji wake katika mji wa Walikale ambao ulitekwa mapema wiki hii. Kwa mujibu wa taarifa waliotoa usiku wa Jumamosi Machi 22, kundi hilo limesema kwamba hatua hiyo imefanyika kwa ajili ya kuheshimu mkataba wa makubaliano wa kusitisha vita uliotiwa saini mwezi Februari mwaka 2025. AFC M23 imesalia na msimamo wake kwamba tuko tayari kuhakikisha kwamba mzozo huo unaoendelea unapata suluhu ya kudumu, na vile vile lengo letu ni kulinda maisha na mali ya raia katika eneo hili, ilisema taarifa hiyo. Ilitiwa saini na Laurent Kanyuka ambaye ni msemaji wa muungano wa Congo Rivers Alliance. Hata hivyo kundi hilo limeshikilia msimamo wake wa awali kwamba wakihisi kwamba wanachokozwa na kushambuliwa upya na jeshi la FARDC, hali ambayo inatishia maisha ya raia, basi watabadilisha uamuzi wao kuondoka mji wa Walikale na viunga vyake na kurejea huko mara moja. Walikale ni mji ambao upo kwenye makutano ya barabara kuu inayounganisha mji wa Bukavu ambao ni makao makuu ya Kivu Kusini na mji wa Goma ambao ni makao makuu ya Kivu Kaskazini. Aidha, Walikale sio mbali na mji wa Kisangani ambao ndio njia ya kuunganisha mashariki mwa DRC na mji mkuu wa Kinshasa uliopo kusini magharibi mwa taifa hilo. Hata hivyo, mnamo mwaka 1997 taarifa zinasema kwamba mtafiti katika taasisi ya utafiti wa usalama wa kimataifa ISS alisema Kinshasa waliingia ila hawakukaa kwa muda, na sasa wanavyotekeleza mapigano yao ya kuteka mji mkuu katika eneo la mashariki mwa DRC inaonekana wazi kwamba wana lengo moja tu. Alisema hayo mchambuzi au mtafiti katika taasisi ya utafiti wa masuala ya kiusalama wa kimataifa ISS, Dr. Nico Demas Minde. Kwa upande wake Gonde ambaye ni mhadhiri wa diplomasia na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kikanda, anahisi kwamba hali ya kuendelea kuteka mji katika eneo la mashariki mwa DRC inaathiri hali ya maisha ya kila siku kwa raia ambao hawana huduma muhimu kama vile ya benki ambazo zilifungwa tangu mapigano yaanze mashariki mwa DRC, na hali hii inatatiza pakubwa kwa kuwa viwanja vikuu vya ndege katika eneo hilo vimekaliwa na wapiganaji wa M23 na kuzuia huduma muhimu kama dawa na chakula kuwafikia waathiriwa. Jumamosi Machi 18, kundi hilo lilijiondoa kwenye mkutano uliopangwa na rais wa Angola kuwaleta pamoja viongozi wa wakuu wa M23 na wawakilishi wa serikali ya DRC, ambao pia ilitarajiwa kwamba Rais
Felix Tshisekedi angehudhuria. Japo M23 ilituma ujumbe wa tano, kiongozi wa CRA Corneille Nangaa wala Sultani Makenga wa M23 hawakusafiri hadi Rwanda, huku kundi lililotumwa Angola ikisema kwamba vikwazo dhidi ya maafisa wao wakuu ni dhuluma dhidi yao ambayo hawakufurahia, huku wakisema kwamba hatua yao ya kuondoka Walikale ni ya kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika eneo hilo. Kundi hilo pia limesema kwamba linasubiri kuona ikiwa jeshi la FARDC litazingira mji huo ama litachukua hatua gani. Upande wa serikali ya DRC imesema kwamba wao pia wanasubiri kuona ikiwa M23 itaondoa wapiganaji wao katika mji huo kama walivyoahidi. Na mwanahabari, hizi ni taarifa ambazo tumeweza kusogezea kutoka kule katika nchi ya DRC Congo na waasi wa M23, huku taarifa zaidi zikisema kwamba M23 yaondoka Walikale siku chache baada ya kuuteka mji huo wa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini. Mwanahabari, ni kushukuru sana kwa wewe ambaye umeshasubscribe, ni kushukuru sana, niseme asante. Na kwa wewe ambaye bado, hakikisha unapomaliza kutazama video hii una subscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ambayo iko hapo chini ya video yako, ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi. Naitwa Junior kutoka hapa, sina la ziada, nikuage nikutakia siku njema, bye bye.